chama cha AFP kinaunga mkono na kinapongeza maridhiano yaliyokuwa tayari kwa Mheshimiwa Hussein Mwinyi na Mheshimiwa Othman Masoud. Maridhiano haya yalikuwa yanasubiriwa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miezi 8 iliyopita. Lakini kesho Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima, tunategemea kuona watu wawili hawa wakitia saini tamko la pamoja ambalo litaweza kuifanya mwangaza wa maisha ya Wazanzibari na maendeleo yao. Na nachukua nafasi kuwapongeza, licha ya kuwa ni wazawa, lakini pia ni wazalendo, kwa sababu unaweza kuwa mzawa lakini ukakosa uzalendo. Sasa nampongeza sana Mheshimiwa Hussein Mwinyi kwa uzalendo wake wa kukubali kuweza kukaa pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud, wakaweza kuridhiana, na kesho tunasubiri tamko la pamoja watakalo tueleza wameridhiana nini na nini na nini kwa maslahi ya nchi yetu. Ni jambo la kufurahisha sana kwamba wazalendo wawili hawa wataipeleka Zanzibar kwenye maendeleo makubwa ambayo yanategemewa na Wazanzibari wote. Ndugu waandishi wa habari, hatua iliyofikiwa ni ya kupongezwa sana, kwa sababu nchi nyingi duniani zinapotokea mitafaruku huwa zinahitaji wageni kuingia kwenda kuwasuluhisha. Lakini jambo la kufurahisha ni kuona Wazanzibari wenyewe wameweza kusuluhishana, kwa maana ya kwamba kesho watatoa tamko la pamoja baada ya usuluhishi mkubwa. Nachukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Amani Abeid Amani Karume na Mheshimiwa Ali Mohamed Shein kwa hatua kubwa waliochukua ya kuweza kuwafikisha watu hawa kesho tarehe 9 kwenda kutoa tamko la pamoja juu ya mustakabala wa Zanzibar. Inafurahisha sana kwamba Zanzibar ni mara ya pili kuweza kusuluhisha migogoro yake wenyewe pasi na kuingia wageni kutoka nchi za magharibi. Swala kama hili lilitokea baina ya Mheshimiwa Amani Abeid Amani Karume na Maalim Seif Sharif Hamad, na leo swala kama hili limetokea baina ya Mheshimiwa Hussein Mwinyi na Mheshimiwa Othman Masoud. Lakini lile la kwanza lilisuluhishwa na Wazanzibari wenyewe, na hili la pili limesuluhishwa na Wazanzibari wenyewe. Kwa vile Zanzibar ina uwezo wa kusuluhisha migogoro katika dunia, sio Tanzania tu, katika dunia. Kwa nini basi ukomavu wa demokrasia uliopo Zanzibar ni wa kupigiwa mfano? Ndugu waandishi wa habari, tumepiga hatua kubwa sana, na nataka nichukue nafasi hii kuambia, hii nafasi nilikuwa naiwania sana lakini nimeikosa. Lakini nilikuwa nawania sana kwa makamu wa kwanza, lakini nimeikosa hii nafasi. Na mimi pia nimefurahi na matokeo haya ambayo yatajitokeza kesho, kwani nia na dhamira yangu ni maendeleo ya Zanzibar, na naamini watu wawili hawa ndani ya maridhiano yao maendeleo ya Zanzibar yatapatikana zaidi na zaidi. Wito wangu kwa wanasiasa, wito wangu kwa mashehe na mapadri, wito wangu kwa Watanzania na Wazanzibari wote, kuwaunga mkono viongozi hawa ili kupata maendeleo yanayotegemewa na Wazanzibari. Wazanzibari wanategemea maendeleo makubwa, wanategemea mshikamano na udugu na upendo uwepo. Wazanzibari wanataka kuona mustakabala wa nchi hii
unakwenda kwenye demokrasia ya kweli. Kwa vile kimsingi nimechukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Hussein Mwinyi na kumpongeza Mheshimiwa Othman Masoud kwa hatua ambayo wametufikisha hapa. Ni tegemeo letu kwamba kesho Wazanzibari wote tutakuwa tayari kupokea tamko la pamoja watakalolizungumza, na hatimaye tutakuwa tayari kuona kwamba saini zao tunazithamini, makubaliano yao tunayathamini, na Tanzania itaendelea kuwa nchi ya amani.